Awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu hasa kwa kudra zake ambazo zimewezesha kila linalofanyika lifanyike kama tulivyoliona. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yani neema za Mwenyezi Mungu ziwe juu yenu na rehema zake na baraka zake vile vile. Mashekhe wetu, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, wadau katika sekta zote, tumekuiteni asubuhi ya leo ili mfikishe ujumbe huu muhimu kutoka Chuo Kikuu cha Waislamu cha Morogoro. Sisi Chuo cha Waislamu cha Morogoro, yani MUM, tunaithamini sana tasnia ya habari, tukiamini kwamba ni tasnia muhimu kwa taifa letu na kwa umma kwa ujumla. Ndugu wanahabari, kama mnavyojua, Chuo cha Waislamu cha Morogoro ni chuo kinachoongozwa na taasisi ya Muslim Development Foundation, yani MDF, ambayo kwa niaba ya Waislamu wote wa Tanzania walipokea jukumu la kukiendesha na kukisimamia chuo hiki. Kama mnavyokumbuka, chuo chetu kilikabidhiwa kwa Waislamu na marehemu Rais mstaafu wa awamu ya 3 ndugu Benjamin William Mkapa mwaka 2004 na kuzinduliwa rasmi kuanza shughuli zake mwaka 2005. Mpaka sasa chuo kimefikisha miaka 20 tangu tukabidhiwe. Ndugu waandishi wa habari, Chuo Kikuu cha Waislamu cha Morogoro kina mambo mengi mazuri ya kujivunia, yakiwemo ustamilivu na uhimilivu wake kwa kipindi chote hiki cha miaka 20. Kama mnavyojua, miaka 20 si kidogo, kama mtoto ashakuwa mtu mzima tayari. Sasa kama ilivyotarajiwa na jamii ya Kiislamu, tumejitahidi sana kufanya mambo haya, na kwa kweli tunashukuru jamii yote na taifa kwa ujumla wake. Hata hivyo, chuo chetu pia kama taasisi nyingine kimepitia changamoto kadha wa kadha katika uendeshaji wake. Kwa mintarafu hii, uongozi wa chuo umeona ipo haja ya kuadhimisha miaka 20 ya kuwepo kwa chuo hiki ili kueleza na kuonesha maisha ya miaka 20 ya chuo pamoja na mipango ya miaka 20 ijayo. Kwa hiyo tunawatangazia rasmi kwamba tutakuwa na maadhimisho ya sherehe za miaka 20 ya Chuo Kikuu cha Waislamu cha Morogoro mwaka huu. Ndugu waandishi wa habari, kilele cha maadhimisho haya kitafanyika katika kitovu cha chuo ambacho ni Morogoro. Mgeni rasmi katika kilele cha maadhimisho haya anatarajiwa kuwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Katika maadhimisho haya tunatarajia kutoa tuzo mbalimbali kwa waasisi wa chuo na watu waliotoa mchango mkubwa na wa kipekee katika chuo chetu. Miongoni mwa matukio makubwa katika maadhimisho haya ni uzinduzi wa makala maalum, yani documentary, itakayoonyesha maisha ya miaka 20 ya chuo pamoja na mipango ya miaka 20 ijayo. Pia kutakuwa na mradi mkubwa wa kielektronic, yani MUM Community Fund, utazinduliwa rasmi ili kuruhusu wananchi kwa ujumla wao kuchangia maendeleo ya jamii. Maadhimisho haya yataanza tarehe 11 mwezi Juni katika viwanja vya Chuo Kikuu cha Waislamu Morogoro. Kutakuwa na mawasilisho na mijadala ya kitaaluma, maonesho ya kitaaluma pamoja na vikao mbalimbali vya alumni. Alumni ni wanafunzi waliosoma zamani na kuhitimu kutoka pale. Tunawakaribisha wahitimu wote na wadau wote kwa ujumla, popote walipo, wafike katika jambo hili, waje kujumuika nasi kwenye chuo chao kama vile walipokuwa Dar es Salaam mwaka 2004, kuonesha umoja na matunda ya chuo chao. Ndugu waandishi wa habari, katika maadhimisho haya kutakuwa na dua maalum ya kuliombea taifa na viongozi wake ili kuendelea na kudumisha amani, kutuwezesha sisi MUM kwa kushirikiana na vyuo vikuu vingine tuendelee kuwa na mazingira mazuri ya kuandaa wataalamu tarajali wa nchi hii. Aidha, sanjari na dua kwa taifa, pia kutakuwa na dua maalum ya kukiombea chuo chetu. Dua zote hizi zinatarajiwa kuongoza na Abubakar bin Zubair bin Ali, Sheikh mkuu ambaye pia ni mufti wa Tanzania. Tunazialika taasisi zote za Kiislamu kushiriki katika tukio hilo
pamoja na kuwa na kikao maalum cha taasisi hizo kujadili mustakabali wa chuo chao vile vile. Mwisho, tunamshukuru sana Mufti Abubakar Zubeir bin Ali kwa kushirikiana nasi kwa hali na mali wakati wote, wawakilishi wa MDF, yani Muslim Development Foundation, mashehe wetu na wadau wetu wote wa maendeleo. Aidha, ninakariri shukrani zangu tena kwenu nyinyi wahariri na waandishi wa habari kwa kubali kuja katika mkutano huu ambao tunaamini ni muhimu sana. Asanteni sana nyote. Karibuni sana Chuo Kikuu cha Waislamu cha Morogoro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, kutakia rehema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndugu zanguni, kianza kabisa na meza kuu, tukianza na kaimu mkuu wa chuo cha Waislamu MUM, lakini na uongozi wote ambao kwa meza kuu, lakini simsahau pia mamangu na Mheshimiwa Mkani ambao ni mwenyekiti wa JUAKITA Taifa. Nimesimama hapa kwa majina naitwa Mwenda Said Mwenda, ni naibu katibu mkuu utawala wa fedha Baraza Kuu la Uislamu Tanzania. Makamu haya yalikuwa ni kwa ajili ya mwenyekiti wetu wa halmashauri kuu Sheikh Hamis Mataka, ambaye bahati mbaya amepata dharura na asubuhi hii akalazimika nije kumwakilisha hapa baada ya kusafiri kwenda Mwanza kwenda kuhudhuria mazishi ya mwenyekiti wa BAKWATA mkoa wa Mwanza ambaye alifariki juzi. Ndugu zanguni, Baraza Kuu la Uislamu Tanzania BAKWATA linapenda pia kutoa pongezi za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutuwezesha kuwa na chuo kikuu cha Waislamu cha Morogoro MUM, Muslim University of Morogoro, taasisi adhimu kabisa ambayo kwa kipindi cha miaka 20 imezalisha wataalamu wengi wanaolitumikia taifa na umma kwa ufanisi mkubwa, wakienea katika kila pembe za nchi yetu. Chuo hiki kimekuwa ni ufunguo wa maendeleo ya jamii yetu, kikileta nuru ya elimu, maadili na maendeleo endelevu kupitia kazi zake kuu tatu. Moja kabisa, kufanya tafiti na machapisho mbalimbali. Pili, kutoa ushauri wa kitaalamu kwa jamii na kuzalisha wataalamu. Hakika kwa kuzalisha wataalamu, jamii yetu imenyanyuka, kwani Mwenyezi Mungu mtukufu anasema katika Qur'ani, Mwenyezi Mungu atawanyanyua wale walioamini miongoni mwenu na wale waliopatiwa ilmu darajati. Ni surati Mujadila sura ya 58 aya 11. Kwa niaba ya Baraza Kuu la Uislamu Tanzania tunawaalika rasmi wananchi wote kushiriki katika matukio mbalimbali ya kusherehekea miaka 20 ya kuanzishwa kwa chuo hiki, ambayo kilele chake kitakuwa ni tarehe 20 mwezi wa 6 2025. Hakika tunawaalika sio tu kwa ajili ya kusherehekea mafanikio yaliyopatikana, bali pia kushiriki kikamilifu katika mpango wa maendeleo ya miaka 20 ijayo, tukishuhudia kwa pamoja yale mema yaliyotekelezwa na chuo chetu pamoja na yale yanatarajiwa na pamoja na yale ambayo yanatarajiwa. Tunaamini kwamba kupitia ushirikiano wa kila mmoja wetu tutaweza kuendeleza mafanikio haya kwa pamoja kama timu moja wa Tanzania na pia timu moja ya Waislamu, na kuipeleka jamii yetu katika kiwango cha juu zaidi cha maendeleo ya kielimu na kimaadili. Ndugu zanguni, baada ya kusema haya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran sana kwa maelezo hayo ya muktasar ambayo umetoa kwa niaba ya Sheikh mkuu na mufti wa Tanzania. Shukran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu ala al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd.
الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. awali nimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila kusahau masahaba zake Mtume walijitolea kwa mali na nafsi zao ukautetea Uislamu ukafika huko kwetu katika sura kama hii unayoiona. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala ajalie radhi zake zende kwa wote watakaofuata mwenendo kama wao mpaka siku ya Kiyama. Niseme neno moja la kishehe. Kwa mtaalamu mmoja anasema hivi: wala tamtazu baina al-insi wal bahaimi illa bil ilmi fajidu bil ilmi. Ni vigumu sana kutofautisha kati ya mwanadamu na mnyama. Kimantiki mwanadamu anaitwa hayawanu natiq, ni mnyama anayetamka. Ni vigumu kumtofautisha kati ya mwanadamu na mnyama isipokuwa kwa elimu. Fanyeni bidii na jitihada kubwa katika kutafuta na kupata elimu ili kujitofautisha na wanyama. Kituo chetu cha MUM na chuo chetu cha MUM ni kigezo kizuri kinachotafsiri maneno haya ya wanachuoni, na kama inavyofahamika ilizoeleka Tanzania, nafikiri na mahali pengine, una elimu dunia na elimu akhera. Wanachuoni mmoja akasema, ukisomea elimu akhera unataraji kupata kazi gani ukifika akhera? Kumbe elimu zote mahali pake ni hapa duniani. Kwa hivyo MUM ilikuwa inasaidia sana kutoa tafsiri nzuri hii, kuwafanya Waislamu wajihusishe na elimu zote zinazohusu maisha yao ya hapa duniani. Tunashukuru kwa kuhimili mikiki ya miaka 20 iliyopita. Nafikiri ni fursa nyingine tena ya kujipanga na kuangalia kipindi kijacho kinawezaje kuwa kipindi bora kuliko hichi cha sasa. Nafikiri watendaji na wasimamizi wameona. Mwanzoni walikuwa wanadhani kwamba tukiwa na chuo itakuwaje. Kwa miaka 20 wameona. Nafikiri sasa wanayo tafsiri nzuri kulingana na zile kazi zao. Miongoni mwa kazi za vyuo ni kufanya tafiti, na miongoni mwa tafiti ni kuendesha chuo pia. Kwa hivyo nafikiri siku hii itakayofika ya kueleza na kutathmini miaka 20 iliyopita ni fursa nzuri sana kupata taarifa za kitaalamu zikatuonyesha mazingira ya miaka 20 bora zaidi ya kipindi kinachokuja. Nimuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awajalie kheri viongozi wote na wasimamizi, aijalie siku hiyo ifike na ikamilike. Lakini nitumie fursa hii kumwalika kila Tanzania. Chuo ni cha Waislamu, lakini huduma ni ya Watanzania kwa jumla. Ni kualikeni nyote katika siku hiyo adhimu muhimu na kupata michango yenu na mawazo yenu katika kwenda mbele, kwa sababu kazi ya chuo hicho ni kuandaa Tanzania kukabiliana na maisha ya Tanzania. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu wanahabari na waliko wengine ambao tumehudhuria kikao hichi adhim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa taufiki yake, lakini zaidi ya hayo tunashukuru kupata muda mfupi huu wa kuzindua jambo letu kuelekea maadhimisho ya miaka 20 ya chuo cha Waislamu cha Morogoro. Ukweli ni kwamba elimu kwa mujibu wa Uislamu ni fardhi kwa kila Muislamu. Sasa tukitoka kwenye nadharia tukija kwenye utekelezaji kwa vitendo, tunasema hii aya au hizi aya ambazo zinaelekeza elimu, tunajipa mazingira na wakati wa kuweza kuzifanyia kazi. Na elimu kwa kuwa ni fardhi kama zilivyo fardhi nyingine, anayezisimamia kwa namna yote ile, kwa kufundisha, kwa kuelekeza, kwa kuchangia, kwa kusimamia, anakuwa naye ametekeleza fardhi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hii ni haki ya kila Muislamu, na sisi Waislamu
kwa wakati huu na kuendelea. Tunafurahia sana kuona Allah ametulinda na kutuongoza kuweza kufikia miaka 20 ya chuo chetu cha Morogoro. Kwa hivyo ni matarajio yetu kwamba kila Muislamu, na kama alivyosema ndugu yangu, kila Mtanzania achangie kwa fikra zake na mawazo yake na maelekezo yake kwa hali na mali kuhakikisha kwamba chuo kinapiga hatua zaidi kuelekea mbele, kwa sababu wataalamu wanaozalishwa ni Watanzania na wataihudumia Tanzania kama tunavyofaidi huduma mbalimbali za kitaaluma za watu wa aina mbalimbali zinaigusa jamii yote ya Kitanzania. Kwa hivyo katika kuchangia kwetu, iwe ni kwa pesa, kwa mawazo, tusichangie kwa kuangalia tunachangia labda itikadi ya Kiislamu. Tunachangia jambo ambalo limefaradhishwa na Uislamu lakini linaihusu jamii yote. Kwa hivyo tunawaalika Watanzania wote, bali na hata walio nje ya Tanzania ambao wanaweza kutufikia kupitia majukwaa haya na kupitia vyombo vyetu vya habari, siku itakapowadia wahudhurie ili washiriki, waweze kutuchangia, waweze kutushauri, waweze kutuelekeza ili kuhakikisha kwamba jukwaa hili la kielimu linasonga mbele na kukidhi matakwa ya jamii na hasa ya Kitanzania. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Waheshimiwa wote mlioko meza kuu, wenzangu wote waalikwa, waandishi wa habari, mimi naomba niseme kwamba nilikuwa mbunge wa Morogoro mjini. Kwa hiyo mimi hapa niko nyumbani. Karibu sana. Mumu ni yangu. Karibu sana. Hilo la kwanza. Lakini la pili, nimeshuhudia mwenyewe siku ya makabidhiano. Alifika marehemu Mkapa akatukabidhi yale majengo. Yale majengo yalikuwa ya TANESCO, lakini tukakabidhiwa. Kwa hiyo pamoja na kwamba kishatangulia mbele ya haki, tunamtakia malazi mema pale alipo. Ndugu zangu, amesema Sheikh Kundecha pale kwamba chuo hiki ni cha jamii ya Kitanzania na wa nje. Mimi nimefika kwenye graduations nyingi tu pale Morogoro kwenye chuo, na nimewakuta vijana ambao sio Waislamu. Nimewaona na wamepewa vyeti na walikuwa wanavaa kama tunavyovaa sisi Waislamu, hasa akina mama. Lakini pia niliwakuta watu wenye ulemavu, niliwaona pale. Hatukuwatenga. Uislamu unakataa kuwatenga watu ambao sio wazima. Watu wenye ulemavu ni jamii yetu. Kwa kuwa nimepewa dakika 2, na watakieni kila la kheri. Mheshimiwa Vice Chancellor, anytime is tea time. Nipigie tu simu, mimi nitafika pale nyumbani. SGR ipo. Kwa hiyo asante sana. Wakaribisha Watanzania. Watanzania wote na wakaribisheni pale Morogoro kuanzia tarehe 11, 10 mpaka tarehe 20. Tuwe pale, tuje na usingoje kuambiwa. Njoo na wewe mwenyewe uone walivyofanya kwa miaka 20. Tupate historia. Wengi hatujui. Tupate historia ya chuo chetu. Mimi nilikuwa nakuja sana Vice Chancellor wakati Vice Chancellor alikuwa Mheshimiwa Mwatum Malale. Sasa hivi yupo, lakini ndio hivyo, umri wetu pia umesogea. Baada ya kusema hayo, nasema asanteni waandishi wa habari, tuwe pamoja katika hilo. Asante. Takbir. Na mama yetu huyu, Mama Shamim Khan, ni mtu muhimu sana katika historia ya chuo chetu. Kwa hivyo tumeona azungumze. Angeweza kuzungumza mengi, lakini hatuna muda. Atazungumza inshallah wakati utapofika. Miongoni mwa watu ambao hawatakiwi kuitwa katika jambo la Uislamu, katika jambo la maendeleo. Tunamshukuru sana
kwa moyo wote. Sasa pengine mnaweza mkaniuliza waandishi wa habari, tofauti yenu nyinyi chuo kikuu cha Waislamu cha Morogoro na vyuo vingine tunavyojua ni ipi? Sisi tunatoa walimu, tunatoa watu wa usimamizi wa biashara, tunatoa waandishi wa habari. Tofauti yetu sisi na wenzetu, sisi tunatoa walimu waadilifu, waandishi wa habari waadilifu, na usimamizi wa biashara ni waadilifu. Sisi kwetu uadilifu ndio kila kitu. Kwa hivyo hilo ni jambo muhimu kujitofautisha sisi na wenzetu, na mkazo wetu upo katika huo uadilifu tunaotaka kusema. Unaweza kuona kauli mbiu yetu hapa, tunazungumza kuhusu uadilifu. Kutoa msomi ni jambo moja, msomi ambaye ni mwadilifu ni jambo lingine ambalo inatakiwa mkazo wetu uwe hapo sana. Naomba sasa mniruhusu mabibi na bwana tumkaribishe Sheikh Mazinge, mtu maarufu sana hapa. Amefanya kazi kubwa katika historia ya nchi yetu, nje na ndani ya Tanzania. Ni mtu aula na aushi kweli kweli, rahim na karimu. Karibu tafadhali uzungumze na umma huu kupitia waandishi wa habari hawa ambao wanakusikia. Tuko mubashara kupitia zaidi msitu. Karibu sana Sheikh. Unazo dakika 2. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا ثم الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Kwanza takuwa mwizi wa fadhila kama sikumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, vile vile kuwashukuru mashekhe wote waliokuwa mbele yetu hapa, akiwepo Sheikh Musa Asad. Kwa mara ya kwanza leo ndo namuona Sheikh Kundecha na mashekhe wengine. Kwanza mimi binafsi nitashangaa kwamba mtu siku hiyo maadhimisho ya chuo kikuu alafu mtu anakosa kufika. Maana yake ukiacha kufika katika maadhimisho haya, unafika kwenye maadhimisho ya aina gani? Chuo kikuu kimetokana na aya ya 96 aya kwanza, pale Allah alipomwambia bwana mtume ikra bismi rabbika alladhi khalaqa, soma. Kwa hiyo pale tuna wasomi wa aina mbalimbali kama alivyosema mtaalam, wanatoka watu wataalamu wa aina mbalimbali, chuo ambacho hakibagui rangi, dini, kabila. Unaachaje kufika kwenye maadhimisho ya chuo kikuu? Kwa hiyo nakuombeni Waislamu wote na wasio Waislamu, tunakualikeni katika maadhimisho ya chuo kikuu Morogoro. Mimi sina wasiwasi kabisa kwamba ukipata tangazo hili basi utajivuta chuoni pale kwa ajili ya kwenda kuona mambo yanayofanyika pale katika chuo kikuu cha Morogoro. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, nifikishieni lau aya, nifikishieni ujumbe. Kwa hiyo pale panafikishwa ujumbe. Ujumbe wenyewe ni upi? Kutoa wataalamu. Wataalamu hawa kama alivyosema shekhe pale, waandishi wa habari, wataalamu katika jamii, chuo kile ni chuo muhimu sana. Kwa hiyo tunakukaribisheni katika maadhimisho ya chuo kikuu cha Morogoro. Mimi mwenyewe inshallah Allah akinijalia nitakuwepo, na nitakushangaa wewe, na nitakushangaeni nyewe waandishi wa habari mliohudhuria hapa. Unakosaje kufika pale? Maana kuna mambo mengi. Hebu mwende mkaone kile chuo toka kimeanza miaka 20. Kile chuo kinaanzishwa, mimi na miaka 23 nahubiri kile chuo cha Morogoro. Kwa nataka nikualikeni Waislamu wote, Watanzania wote, Wakristo wote kufika katika chuo kikuu cha Morogoro, na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kila atakayefika katika chuo kile, basi insha Allah kila hatua moja atakayoifanya, basi Mwenyezi Mungu amlipe siku ya kiyama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.